Naam mtazamaji bwana, hatimaye tumepata confirmation kuhusiana na video ya Mbosso Khan. Moja kati ya vitu ambavyo vilikuwa vimeibua mjadala mzito sana huko mtandaoni ni hii video ya Mbosso Khan ambayo inakwenda kwa jina la Darasa la Saba. Bwana, moja kati ya video bora kabisa kutoka kwa mwaka huu hapa 2026. Bwana, hii video bwana imekuwa ni kama vile mwendelezo wa mafanikio katika upande wa tasnia ya mziki katika career ya Mbosso Khan. Kama unavyoelewa kwamba Mbosso bwana kila akitoa afanye makosa, yani kila ngoma ambayo anayoitoa kiukweli ni dongo, ngoma ni jiwe, na mwisho wa siku inakuwa na mafanikio makubwa sana. Na hii ni mwendelezo, nimesema hivyo kutokana na kwamba hata mwaka uliopita, mwaka 2025, ni kwamba Mbosso Khan bwana aliachia EP yenye track takriban 6 na ilikuwa inakwenda kwa jina la Room Number 3. Na hiyo EP ambayo aliitoa Mbosso bwana haihitaji maelezo mengi. Ni EP ambayo kila mtu anaelewa kabisa kwamba balaa ambalo limefanyika humo ndani lilikuwa si la kawaida. Maana kama unakumbuka vizuri bwana, katika ile EP ya Mbosso Khan ambayo inakwenda kwa jina la Room Number 3, ni kwamba bwana Mbosso alifanya finito kwa kutoa katika zile ngoma 6, kuna ngoma takriban 2 ambazo zilivunja rekodi. Tunaweza kusema hivyo, yani ndio nyimbo bora kwa mwaka uliopita 2025. Hapa nazungumzia ngoma inayokwenda kwa jina la Power, lakini pia vile ngoma nyingine inakwenda kwa jina la Viola. Bwana, hizi ni ngoma 2 pendwa kabisa na zikamsolidify Mbosso kama msanii ambaye baada ya kutoka WCB ameonyesha kwamba bado yuko na potential ya kuwa successful, yani ya kupata mafanikio akiwa nje ya record label hiyo ya WCB. Sasa hapa ndo maana nimekuambia kwamba huu bwana ni mwendelezo wa kijana huyu bwana Kilungi akiwa anazidi kufanya poa kwa mwaka huu hapa tena. Baada ya kutoa ngoma hiyo ambayo inakwenda kwa jina la Darasa la Saba, alianza kuitizi tokea siku 6 zilizopita. Mbosso alikuwa anaposti mahesabu, yani labda anaandika 7 mara moja sawa sawa, alafu anaandika 3 jumlisha 4 sawa sawa, anaandika tena labda 14 gawanya kwa 2 sawa sawa. Majibu yote alikuwa anaeleweka kwamba jibu ni 7. And then siku ya juzi kabla ya kutoa nyimbo yake akasema kwamba 7 itaongea, na ndio hapo akaachia ngoma yake ile siku iliyofuata ambayo inakwenda kwa jina la Darasa la Saba. Bwana, ngoma imekuwa imebust. Kwa kifupi tunaweza kusema kwamba ngoma imependwa, na mpaka sasa hivi hapa tunavyozungumza iko on trending namba 1 ikiwa na masaa 24 tayari na zaidi ya views 900,000, yani inakaribia views milioni. Nadhani hata haitozidi siku 2 ngoma hii itakuwa na zaidi ya views milioni. So hii ni success nyingine. Yani haya bwana ni mafanikio mengine ambayo Mbosso Khan bwana ameyapata baada ya kutoka WCB kwa mwaka huu 2026. Hii ndo ngoma yake ya kwanza, lakini tayari ameshaanza kuonyesha ubabe kupitia ngoma hii ambayo ndio kwanza imetolewa kwa ndo ngoma ya kwanza mwaka huu tokea uanze kwa upande wake Mbosso, lakini imekuwa very successful. Sasa baada ya hii ngoma kutoka bwana, ni kwamba kumekuwa na maneno mengi sana bwana, maneno na mambo ambayo yamekuwa yakitrend huko mtandaoni ni mengi mno. Sasa moja kati ya vitu ambavyo vimezungumziwa ni kuhusiana na video yenyewe, ukachana na mafanikio ya video hiyo, lakini kuna vitu vingine kibao ambavyo vimezungumzwa actually pia vile kabla sijasahau. Ni kwamba ngoma hii bwana inafanya vizuri, sio YouTube tu kwamba iko number 1 on trending, lakini pia hata kwenye upande wa Boomplay ni nyimbo ambayo inakimbiza on trending namba 1. Lakini pia huko Boomplay ni kwamba Mbosso ndio most searched artist kwa sasa hivi, yani msanii ambaye anasikilizwa zaidi Boomplay kwa sasa ni Mbosso Khan. Wadau mbalimbali wamempongeza. Pongezi zimetoka kwa watu wengi sana. Ukiendelea kuwa nasi hapa Trend TV, basi tutakupa details kwa kila mtu ambaye amekuwa akimpongeza Mbosso kutokana na mafanikio ambayo ameyapata au kwa hizi kazi ambazo amezionyesha baada tu ya ngoma yake hii ya Darasa la Saba kutoka. Lakini kitu kingine ambacho hapa nataka nizungumze bwana ni kuhusiana na sakata zima la video yake hii ya Darasa la Saba, kwa sababu Mbosso wala hajakwepesha, amenyoosha moja kwa moja, ameachia video moja kwa moja na audio ameachia katika platform za kustream, yani streaming platforms ameachia audio, lakini kwa upande wa YouTube amedondosha video ya hiyo ngoma moja kwa moja. Naam
bwana, hapa tuko na mwanadada ambaye huyu pia bwana ni mdau wa tasnia ya habari, lakini pia vile vile ni mdau kwenye upande wa entertainment industry, anakwenda kwa jina la Whitney. Bwana huyu bidada bwana amezungumza jambo hapa kuhusiana na hii kazi ambayo imetoka hivi karibuni. Bwana Whitney, yeye anaitwa Whitney Wanda, ambaye ni general manager wa Mpenja, ambapo bwana kwa namna moja au nyingine bwana amekuja kuzungumza kuhusiana na hii kazi mpya kabisa ya Mbosso Khan ambayo inakwenda kwa jina la Darasa la Saba. Tumepita katika peji yake huyu bidada, tumeona kwamba yuko nje. Kwa hiyo hii nadhani bwana, ngoma ya Darasa la Saba bwana imepenya mpaka nje ya nchi ya Tanzania. Kwa hiyo bidada huyu akiwa yuko nje ya Tanzania amefuatilia hii ngoma mara tu baada ilivyotoka, na amekuja hapa kuzungumza kuhusiana na mafanikio makubwa ambayo Mbosso ameyafikia kupitia ngoma hii na jinsi gani ambavyo ngoma hii imekonga mioyo ya mashabiki zake wa ndani na nje ya nchi. Kwa hiyo kwa kifupi ni kwamba dada bwana amekuja kumwaga maua kwa Mbosso Khan kwa kazi nzuri ambayo ameifanya kupitia ngoma hii ya Darasa la Saba. Nataka hapo umsikilize mwenyewe alivyozungumza kuhusiana na ngoma hiyo. By the way, nataka nikuelezee kwamba huyu bwana ni mtangazaji, huyu dada ni mtangazaji, lakini pia vile vile ni mdau wa muziki, anaitwa Whitney Wanda. Amemwagia maua ngoma mpya kabisa ya Mbosso ya Darasa la Saba, hasa upande wa uandishi, bajeti iliyotumika kwenye video pamoja na ubunifu wote. Aidha pia vile vile ni kwamba Whitney bwana ameongeza kuwa wasanii wa Bongo wana vipaji sana, kama wakiacha kiki za mitandaoni na kuamua kufanya kazi kama Mbosso, basi watapata Grammy na tunzo nyingine kubwa duniani. So msikilize hapa bidada akizungumzia hilo swala kiundani zaidi. Hey, mambo vipi? Naitwa Whitney Wanda. Of course, niko hapa kwa ajili ya kuzungumzia video ya Mbosso, Darasa la Saba. It's a new bang. Oh my God, what a movie. This guy, natamani nisimlie hapa, lakini you people should go to YouTube and watch, because this guy needs those views, and he deserves them. Kwanza ameinvest. Gara, Mbosso umetoa wapi hiyo pesa? Au ndo pesa ya power? Because do you know how much it costs kukodi ile meli nzima? And do you know how much it costs kulipa hawa watu ambao wanaonekana kwenye video and they play their parts like, yo, man, top notch creativity. And I don't want to speak about voice, his pen, man, Mbosso. Bana, huu ni mfano hai wa tunaweza. Tukiacha longolongo za mitandaoni, tukafanya kwa vitendo, you guys, tunaweza. Tutapata hizo Grammy, tutapata hizo tuzo kubwa, tutapata big collaborations. People will hunt us, people will talk about Tanzania worldwide. You know what I'm talking about? Mbosso, congrats. Yeah, so bidada bwana amekuja kuzungumza hayo, lakini pia amemwaga sifa nyingi sana kwa timu nzima ya Mbosso Khan. Akili. Music managers, wasanii, sijui mnaona? Sijui mnaona? Mbosso, I salute you. Imenitoa machozi mimi video. Sijui kwa wengine ambao wametazama imekuwaje, kwa sababu that's a movie. Unakaa kuangalia what next. And then kwa jinsi ilivyoisha, tunasubiri part 2 mpaka Maria apatikane. Yeah, so hivyo ndivyo mambo yalivyo bwana. Wadau wanakuambia kwamba wanasubiria part 2 ya wimbo huo wa Darasa la Saba kutoka kwake Mbosso Khan. So ukiwa kama mdau, na wewe pia tuwekee maoni yako katika comment section, tutakuwa tukisoma na kureplay kila comment, na pia hakikisha una subscribe kwa ajili ya kupata update zaidi.